nyinyi kama viongozi mkisimamia upasavyo utekelezaji wa adhabu mbadala katika mikoa mnayoiongoza, ni dhahiri kabisa hali hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza sio tu msongamano wa wafungwa magerezani, lakini pia kuipunguzia serikali gharama za kuhudumia wafungwa, na fedha hizo zinaweza zikatumika kwenye maeneo mengine ya kuleta maendeleo hapa nchini kwetu. Ndugu washiriki, licha ya ushirikiano mzuri unaoendelea kutolewa na wadau wa mnyororo mzima wa haki jinai hapa nchini, bado ziko changamoto hususan za uelewa wa dhana nzima ya kifungo cha nje na faida zake. Hivyo ni muhimu na sisi kama wizara tunaendelea kuwahimiza ninyi kuendelea kutoa elimu inayohusu adhabu ya kifungo cha nje na faida zake kwa serikali na jamii. Jamii inapaswa kufahamu kuwa inao wajibu wa kuwatunza na kuwarekebisha ndugu na jamaa zao wanaofanya uhalifu, kwani sio sahihi kuiachia serikali peke yake katika utekelezaji wa jukumu hilo. Kupitia mkutano huu, ni matarajio yangu kuwa mtajadili na kuendelea kuweka mikakati madhubuti na thabiti ya kuendelea kuelimisha umma ili kila mmoja aelewe nia njema ya serikali katika kusimamia utekelezaji wa adhabu mbadala na kuunga mkono suala hilo kwa dhati kabisa. Nasi pia kama watekelezaji wakuu kwa maana ya wizara tutaendelea kulisimamia suala hili kwa karibu, kwa sababu lina manufaa makubwa kwa taifa na wananchi kwa ujumla. Nitumie fursa hii kuelekeza kwamba mtumie fursa hii adhimu ya mkutano huu katika siku mbili mtakazokuwepo hapa Morogoro kutafuta mbinu madhubuti za kufanikisha utekelezaji wa adhabu mbadala kwa ufanisi wenye tija, na kamwe msiwe kikwazo katika kukabiliana na changamoto za kutatua tatizo la msongamano wa wafungwa magerezani ili kuipunguzia serikali gharama kubwa ambazo zingeweza kutumika katika kutimiza jukumu hilo. Aidha, niwakumbushe pia kuwa mnao wajibu wa kuendelea kuhamasisha umma ili tuendelee kujenga utamaduni wa kuheshimu na kudumisha utawala wa sheria unaozingatia haki za binadamu. Ni imani yangu kwenu katika kufanikisha malengo ya utekelezaji wa adhabu mbadala. Sina shaka na dhamira yenu ya kuisaidia taifa na mtaendelea kutimiza majukumu yenu kikamilifu baada ya tukio hili. Marekebisho ya sheria yamefanyika kwa kupanua wigo kwamba badala ya wafungwa wenye sifa ya kifungo cha miaka mitatu kutumikia adhabu chini ya idara ya huduma za uangalizi, basi kile kifungo kimeongezwa mpaka miaka 4. Kwa maana hiyo tutakuwa tuna accommodate wafungwa wengi sana.